Alimfukuza binti yake wa pekee kwa sababu amepata ujauzito. Miaka 3 baadaye hakuamini kilichotokea. Habari yako wewe mtazamaji wa Mwaruvanda TV. Karibu katika simulizi hii. Kama unatazama kupitia TikTok, njoo YouTube uweze kutazama yote. Na kama upo YouTube, naomba subscribe, like na comment. Mzee Juma ni mzee mwenye umri wa miaka 55, aliyeishi maeneo ya Temeke Mikoroshini. Mzee huyu alisifika kwa ukali, pia alisifika kwa msimamo. Familia yake ilikuwa familia ya dini. Alipenda kuvaa kanzu na msuli. Muda mwingi alipokuwa akitembea alishika tasbihi. Mara nyingi alihudhuria katika sala msikitini. Swala 5 kwake haikuwa shida. Ni mzee ambaye watoto wake aliwafundisha maadili. Hakuna hata mtoto wake mmoja ambaye alionyesha nywele. Walijivika hijabu na nguo ndefu. Walijistiri kweli kweli. Mzee Juma alikuwa na mke. Mke huyu alikuwa anaitwa Mwanahawa, lakini maarufu kama Mama Mwanahamisi. Mwanahamisi ndio mtoto wa kwanza wa Mzee Juma. Mwanahamisi alikuwa mtoto bora. Alilelewa kwenye maadili mazuri. Alipelekwa madrasa na mashaallah, Qur'ani yote ilikuwa ipo kichwani. Mwanahamisi alikuwa kigezo bora. Alikuwa mfano kwa watoto wengine. Hakuwahi kuonekana akinywa pombe au akishiriki kwenye makundi yasiyokuwa na nidhamu. Lakini Mwanahamisi hakuwahi kwenda baa, hakuwahi kuvuta sigara, hakuwahi kusingiziwa tatizo lolote wala kupata kashfa yoyote. Alikuwa ni mfano bora, mfano ambao familia yake ilijivunia kuwa na mtoto wa kike mwenye jina la Mwanahamisi. Mtoto wa kizigua, mweupe, mwenye rangi nzuri, shepu ya kuvutia, mwenye sauti nyororo, jicho la duara, shavu limekaa vizuri, mwenye kidoti kidogo juu ya pua. Alipendeza alipotabasamu, kwa maana meno yake yalikuwa meupe pe angavu. Akawa na kamwanya kidogo, mashavuni dimples. Hakika Mwanahamisi aliumbika. Kila mzazi mtaani alimfundisha mtoto wake hata mdogo na kumwambia kwamba nataka uwe kama Mwanahamisi. Mwanahamisi alikuwa msichana aliyekamilika uadilifu, nidhamu, hekima. Mwanahamisi alisaidia watu. Maskini aliwashika mkono. Vipofu aliwavusha barabara. Wazee aliwapisha siti. Hata alipopanda daladala ama treni ya mwendo kasi, hakusita kusimama kumpisha mzee mnene mjamzito, kwa sababu alijua ni jukumu lake, licha ya kuwa ana tiketi au amelipa nauli. Siku hiyo Mwanahamisi akiwa anafanya kazi zake za asubuhi, kufagia uwanja na kumaliza hapo kwenda kuosha vyombo. Lakini ndipo mabadiliko yalipoanza kujitokeza. Mwanahamisi muda mwingi alikuwa akikerwa sana na harufu ya manukato, harufu ya chakula. Hata aliposha vyombo, hasa chakula cha pilau, mabaki yake yalimkera sana. Ghafla alianza kukimbia kwenda kutapika. Mama yake alikaa pembeni, lakini Mwanahawa akajiuliza, ana nini Mwanahamisi? Mbona kama kuna dalili ambazo sizifahamu? Ndipo akawaza na kuwazua. Akafanya utafiti na uchunguzi wa kina. Lakini Mwanahamisi hakutambua, hakujua nini kilichotokea na kwa nini yupo kwenye hali hiyo. Ndipo mama yake akamuita Mwanahamisi na kumwambia, unaumwa, twende hospitali. Mwanahamisi akasema, hapana, siumwi, niko sawa kabisa, isipokuwa nimeingiwa na kichefuchefu. Mama yake akamwambia, hicho kichefuchefu ndio ugonjwa wenyewe, kwani ugonjwa husababisha mtu kutapika. Yawezekana una malaria ama UTI ama magonjwa yoyote yale. Twende hospitali ukaweze kupata matibabu. Ndipo Mwanahamisi akachukuliwa kilazima na mama yake mpaka kwenye kituo cha karibu cha afya. Akakutana na daktari, akamchukulia vipimo vyote. Mwanahamisi alisubiri na mama yake, lakini ghafla baada ya muda mfupi mama yake aliitwa na daktari. Baada ya kuitwa, daktari akamwambia, hongera, binti yako ni mjamzito.
ana ujauzito wa wiki 2. Mama huyu alishtuka, akatoa macho, mpaka daktari akaanza kuogopa. Akamwambia, vipi mama, taarifa imekustua ama hukuipenda? Akasema, hapana mwanangu, hapana, isipokuwa nipo katika hali ya mshtuko kwa sababu sikutaraji wala sikutegemea. Akatoka nje ya ofisi. Akamchukua Mwanahamisi msobe mpaka wakafika nyumbani. Walipofika nyumbani, mama huyu akamketisha Mwanahamisi katika chumba chake, akafunga na mlango, na akamwambia, mwanangu Mwanahamisi, nahisi kama ile heshima tulioipata kwa miaka yote ya uhai wako inakwenda kupotea. Haya, niambie, sikuwahi kukuona ukishiriki kimazungumzo na mvulana yoyote, wala kukuona ukiitwa, wala kukuona ukitoka nyumbani, wala kukuona ukichelewa nyumbani. Kila kitu kilikuwa shwari. Sikujua kama ulishiriki tendo la ndoa na kijana yeyote au mwanaume yeyote. Nataka kujua, huu ujauzito ni wa nani? Mwanahamisi alishtuka sana, akawaza, akaanza kutetemeka, mwili ukatokwa jasho. Hakuamini alichokisikia. Akamwambia, mimi ni mjamzito? Mamake akasema, unauliza mkundu wa nyani wakati unauona? Wewe ni mjamzito, na hakika nataka kufahamu kabla baba yako hajafahamu, ni mimba ya nani, ili tuweze kusolve tatizo, kwa sababu baba yako atakuwa upsetted sana, atakasirika kweli kweli. Mwanahamisi hakusema, alinyamaza kimya, alikodoa macho, lakini mama yake alitumia kila aina ya kitisho. Mwanahamisi haikuwa sababu ya yeye kutoa ushuhuda wa kweli. Alikaa kimya kana kwamba hajui ni nani alideti naye au ni nini kilichotokea. Anahisi kama miujiza tu. Ndipo mama yake akamwambia, sikiliza Mwanahamisi, utasema na utasema, kwa sababu usiposema makubwa yanakuja. Ilipofika usiku, baba yake akapewa taarifa na mke wake. Baba yake alikasirika sana, akakaa sebureni. Kwa hasira akamwita Mwanahamisi. Mwanahamisi akajongea mpaka sebureni. Akamwambia, nataka uniambie haraka sana, nani ameweza kutia aibu kwenye familia yangu? Nani amekupa ujauzito? Mwanahamisi, reaction ya baba yake ilimtisha. Hakutaja, hakusema. Baba yake alimpiga makofi. Mwanahamisi hakulia, hakutaja. Ndipo baba yake akasema, kuanzia sasa si mwanangu tena, na naomba utoke katika nyumba yangu. Toka muda huu, sitaki kusikia chochote kuhusu wewe. Mama yake Mwanahawa akasema, hapana mume wangu, kukupelekea taarifa isiwe shida kumfukuza mtoto. Lakini mzee huyu hakutaka kusikia la muadhini wala la mnadi swala. Akamwambia, toka haraka. Akachukua nguo za Mwanahamisi na kuzitupa nje. Akasema, kuanzia leo ukisikia nimekufa usije msibani, na nikifa ukilia mdomo wako uende upande, ukitokwa machozi macho yako apofuke. Yani nimekata kabisa mahusiano mimi na wewe. Mimi si baba yako tena. Mwanahamisi hakujibu kitu. Akachukua mfuko wake na kutazama nyumba yao kwa huzuni, huku akitafakari aende wapi. Lakini kwa nini Mwanahamisi hataki kusema ukweli? Kwa nini hataki kutaja nani alimpa ujauzito? Mpaka sasa hakuna anayejua ni mwanaume gani ambaye amediriki kushirikiana tendo na Mwanahamisi, binti ambaye anatokea kwenye familia ya Sheikh Juma, shekhe aliyekuwa na msimamo, aliyesifika kwa tabia njema, ukali na kulea watoto. Watu wote walimuogopa, kwani alikuwa hana maskhara kabisa. Leo hii nyumba yake inataka kuvuja. Nani amevujisha au ametoboa nyumba ya mzee Juma? Basi Mwanahamisi akaenda mpaka kwenye kituo cha daladala. Usiku huo hakujua ni wapi aende. Hakuwa na pesa, hakuwa na chochote. Akalala kwenye kituo hicho. Lakini katika kulala kwenye kituo hicho, ghafla akajikuta anaitwa na mama. Mama huyu alikuwa ni muuza samaki. Anarudi nyumbani kwake kutokea kwenye biashara zake. Akamwambia, vipi binti, mbona umelala hapa? Mwanahamisi akaanza kutokwa na machozi, akalia sana. Wala hakusema ni sababu gani iliyosababisha kulala hapo, lakini ikabidi amwambie, sina pa kulala, nimefukuzwa nyumbani usiku huu.
nimefukuzwa na baba yangu, nimefukuzwa na mama yangu kwa sababu nimepata ujauzito. Mama huyu alisikitika, akamwambia, sikiliza binti, we ni mrembo na we ni mdogo, hustahili kulala kwenye mazingira haya. Usiku na mambo mengi, vijana wote wa kihuni huonekana usiku, mchana wanapotea kwenye vyumba vyao. Watakubaka, watakuharibu, wataharibu ujauzito wako na wataharibu future yako. Wanaweza hata kukuua. Hebu twende nikusaidie, twende nyumbani kwangu. Siwezi kuacha binti kama wewe uweze kupata madhara kama hayo. Mama huyu alimpeleka Mwanahamisi mpaka nyumbani kwake. Ndipo Mwanahamisi akaona mama huyu anaishi kwenye chumba chake kimoja. Aliweka ndoo zake za maji pembeni, kitanda cha futi 4, godoro nchi 6, vistuli vya kizamani. Maisha yake yalikuwa duni. Chumba chote kilikuwa na shombo. Chini ya kitanda kalai la mafuta ya samaki yaliyobaki ilikuwa limewekwa. Mwanahamisi harufu ya samaki ikamchefua, akaanza kutapika. Ndipo mama huyu akaenda kumwombea kwa jirani yake Mwanahamisi aweze kulala. Baada kumwombea kwa jirani yake Mwanahamisi aweze kulala, jirani huyu alikuwa na nyumba nzuri, akampa chumba Mwanahamisi aweze kulala. Asubuhi jirani huyu akamwambia mama muuza samaki, basi muache huyu binti aweze kukaa hapa kwa sababu huko kwako harufu inamchefua. Ndipo mama muuza samaki akasema, haina shida, lengo ni kumsaidia. Kama umeamua kumsaidia itakuwa ni vizuri. Basi binti yule akahisi amepata mji mpya. Kiukweli nyumba ilikuwa si ya kifahari kama ya mzee Juma, lakini ilikuwa nzuri na ilifaa kwa yeye kuishi. Lakini kwa nini mpaka sasa hatujui nani amempa ujauzito Mwanahamisi? Mimi nawe hatufahamu. Endelea kufuatilia simulizi hii. Asubuhi kulipoamka, Mwanahamisi alisikia minong'ono ambayo ilitokea sebuleni kwa huyu mama. Kuchungulia, akaona mama anazungumza na kijana, hakumfahamu kwa jina, mrefu aliyevaa suti, mtanashati, mweusi. Lakini alisikia akisema, sasa ni bei gani? Mama huyu akisema, mimi nataka unipe milioni 25 kwa sababu huyu ana mtoto tumboni. Kwa hiyo ni mali safi kabisa. Kijana huyu akashtushwa akasema, hapana, milioni 25 ni kubwa sana, nitakupa milioni 15 kwa sababu mimi mtoto wake wa tumboni sina kazi naye, ninachotaka ni figo zake. Ndipo Mwanahamisi akatetemeka, akakosa nguvu, kijasho kikamtoka, machozi akaanza kumtoka, akawa hana cha kufanya. Nini afanye? Kumbe kipindi amesaidiwa na huyu mama, basi mama huyu alikuwa na kazi ya kuuza watu, human trafficking. Hivyo mama huyu alikuwa akichukua wasichana waliokuwa hawana makazi na kuwauza kwa kijana huyu, na kijana huyu aliwapeleka anapopajua yeye. Walitolewa figo na figo zake zilisafirishwa mpaka katika nchi ya China, na huko zilifanywa biashara kwa matajiri wenye uhitaji wa figo. Hivyo Mwanahamisi akaona, maisha yangu yamefika mwisho, msaada huu imekuwa ni kifo na mauti kwangu, nitafanyaje? Kipindi anazungumza huyu mama na huyu mvulana kuhusu biashara, ghafla ukasikia kitu kama kimedondoka. Ndipo mama huyu akasema, hemu ngoja niende chumbani. Kwenda kule hakumkuta Mwanahamisi. Kumbe Mwanahamisi alikuwa amevunja dirisha la kioo na kuruka zake. Aliumia mguu kidogo, lakini alionekana mtaani akikimbia bila viatu, huku akihema sana, kwani hakujua ni nini afanye. Ndipo mama huyu akasema, huyu binti amekimbia, lakini kumfukuza wakashindwa kwa sababu siri yao itavuja. Kumbuka ni kesi kubwa sana kukutwa na kesi ya human trafficking. Mwanahamisi alikimbia mpaka alipohakikisha kwamba niko mbali na hii mitaa ambayo nilitaka kuchukuliwa. Ndipo akawa anatembea katikati ya mji, katikati ya barabara, njaa ikimuuma sana. Hakuoga, alikuwa pekupeku. Hata nguo zake sasa safari hii aliziacha kwa huyu mama, hivyo alikuwa hana cha kubadilisha. Akaenda mpaka katika kituo cha daradara akakaa zake. Kukaa huku akiwa hana cha kufanya, ndipo akamuona mtu mmoja aliyekuwa anauza matunda. Akamfuata akamwambia, habari yako kaka, samahani, naitwa Mwanahamisi, nina shida kidogo, unaweza kunisaidia?
Kijana huyu akamwambia, sikiliza dada, utapeli wako ni wa kizamani sana. Kila demu anajifanya ana shida, kumbe anapanga na wahuni kuweza kuiba. Sina simu ya kukupa kumpigia mtu yeyote. Mwanahamisi akasema, sihitaji simu, sina wa kumpigia. Mimi kwa sasa sina ndugu, sina pa kwenda. Hivyo nilikuwa naomba msaada uweze kunisaidia japo matunda niweze kula. Nina njaa sana. Kijana huyu akamtazama akamwambia, unataka matunda? Okay, unataka mangapi? Mwanahamisi akafurahi, akatabasamu, akamwambia, nataka nile matunda japo matatu. Kijana huyu akachukua apple 3 akampa Mwanahamisi. Mwanahamisi akala akamaliza na kumwambia, asante kaka, nashukuru. Nyumbani kwa mzee Juma habari zilianza kutapakaa. Mitaa yote ilishtushwa. Yule binti ambaye walimfanya kuwa mfano kufundishia familia zao, leo hii amekutwa na taarifa ya kushtukiza. Kiko wapi sasa? Wenye kunyali walinyali. Wambea hawakosi katika jamii. Mzee Juma alisikia aibu. Alishinda msikitini na alirudi nyumbani kwake usiku sana, watu bila kumwona. Hali hii ilimfanya ajijutie kwa nini alipata mtoto kama Mwanahamisi. Kwa nini mtoto huyu amekuja kuwa pigo kwenye familia yake? Ndipo mzee Juma akawa mtu mwenye mawazo sana na kumlaumu mke wake, wewe ndio chanzo. Lakini mke wake Mwanahawa akasema, hapana, usinilaumu mimi, kwani hata mimi sijui chochote, na ndio maana nilipojua nikaamua kukwambia. Lakini majirani zake walinong'ona na kusema, kumbe Mwanahamisi alikuwa malaya tu. Ni mtu aliyevaa mavazi ya kiheshima na kujivika Kiislamu, lakini hakujali tabia za dini na masharti ya dini. Alivunja na kufanya dhambi na kufanya zina mpaka ametiwa mimba. Ni aibu gani hii? Kweli Mungu humuumbua anayejifanya malaika. Walicheka kwa dharau mpaka familia mzee Juma ikajisikia vibaya sana. Lakini tukija kwa Mwanahamisi, anatabasamu na kumwambia kaka aliyempa apple, asante sana, nashukuru. Kaka huyu akasema, okay, umemaliza kula apple, twende nyumbani na mimi ukanipe apple. Mwanahamisi akashtuka akasema, mimi si na maepo wala siuzi maepo. Akamwambia, epo unaro, unatembea naro. Hivyo kwa kuwa nimekupa maepo, na wewe twende ukanipe maepo. Akamwambia, sikiliza kakaangu, nilikuomba msaada kwa sababu nina njaa, lakini hukunipa kwa kuniambia kwamba eti nitakulipa chochote kile. Naomba uniache niendelee na safari zangu. Kijana huyu akasema, hapa haiwezekani. Huwezi kula kitu cha mwanaume bure bure. Nyinyi wanawake mna nini? Unajua maepo ni shilingi ngapi? Maepo ni shilingi 3,000. 3,000 ingenitosha kabisa kwenda Kimboka au kwenda UEFA kupata mtu mmoja wa kulilize haja zangu. Kwa kuwa umekula wewe, leo utakwenda nyumbani, au la nipe 3,000 yangu. Ndipo Mwanahamisi akaanza kulia, akasema kwamba sina pesa ya kukupa. Kijana huyu akaanza kumkunja Mwanahamisi. Ghafla kijana huyu akashikwa bega, kugeuka akakutana na mtu anaitwa Vandaboy. Vandaboy alikuwa amevaa suti nyeusi, alikuwa ameenda hewani, alikuwa mkaka smarti, anaonekana ni mtu mwenye biashara zake. Akamwambia, kwa nini unamsumbua huyu binti na unamzonga hivyo? Akasema, binti amekula apple 3, hataki kunipa pesa wala hataki kwenda nyumbani kwangu. Kijana akamwambia, wewe kijana, unataka uvunje heshima ya binti huyu kwa sababu ya shilingi 3,000? Akatabasamu. Vandaboy akaingia mfukoni akachukua noti 10,000 akampatia muuza maepo. Akamwambia, keep change, hiyo 7,000 chukua, ikufundishe kuwa na roho nzuri ya kusaidia watu. Vandaboy akamnyanyua Mwanahamisi, akamtazama kwa upole, kwa tabasamu la kumpa moyo, la kumfariji na kumfanya ajione ni wa thamani tena katika huu ulimwengu. Akamwambia, pole pole mrembo, unajua binadamu tunatofautiana. Kuna wale ambao wanajali utu na kuna wale ambao hawajali utu, lakini ili kuweza kumudu kuishi katika huu ulimwengu ni lazima uweze kuishi pande zote mbili. Mwanahamisi akamtazama akatabasamu, hakuongea kitu, alishukuru kwa kichwa. Lakini Vandaboy akamwambia, na unaonekana una njaa,
naomba kama hautojali niweze kwenda kukununulia breakfast ambayo wewe ungependa kula asubuhi hii. Mwanahamisi akasema, hapana, nashukuru. Umenunulia maepo, nafikiri ni breakfast nzuri kwangu. Nashukuru sana. Vandaboy akamtazama na kumshika, akamwambia, sikiliza, sikufahamu wala hunifahamu, lakini maisha yametukutanisha. Hivyo nilikuwa naomba tuweze kufahamiana, lakini lengo nataka nikusaidie. Usiwe na matatizo alafu ukakaa na matatizo yako. Mara nyingi katika hii dunia tunapitia changamoto nyingi, na si wewe tu una changamoto hii, hata mimi pia kuna wakati na kuna changamoto zangu. Hivyo naomba tusiogopane. Mwanahamisi akamtazama akamwambia, mimi hapa nilipo maisha yangu ni kama yamefika mwisho. Sijui naenda wapi, hata sijui nitafanya nini. Sina sehemu ya kwenda, sina cha kufanya. Kwa hiyo chakula hata hakipandi tena. Ingawa njaa inaniuma, nasikia tumbo likiuma na likichoma, na nasikia misuli ikinyonga. Lakini ghafla ninapowaza nitaenda kulala nje, nashindwa kuelewa hata nini cha kufanya. Vandaboy akamwambia, pole sana, inasikitisha. Ina maana hauna hata sehemu ya kulala? Akamwambia, historia yangu ni ndefu. Safari yangu bado sijafika, na sijui safari hii ni vipi nilianzisha, na sijui namna gani nitafika. Vandaboy akamwambia, okay, usijali, naomba tufahamiane. Mimi naitwa Vandaboy. Vandaboy alikuwa ni kijana mstaarabu, mrefu, mwenye mwili kiasi. Alikuwa anatabasamu, mwenye huruma, mwenye roho nzuri. Aliguswa kabisa na maisha ya binti huyu, kimuonekano lakini hata kimtazamo. Vandaboy alikuwa anaishi na mama yake mzazi. Baba yake hakuwa hai. Yeye ni mtoto wa pekee kwa mama huyu. Mama huyu ana matatizo ya afya, lakini Vandaboy ndiye anayemuuguza mama yake. Vandaboy hana mke, anaishi yeye mwenyewe na mama yake. Sijui nini kitaendelea. Basi wakachukuana mpaka katika mgahawa ulio karibu, na akaenda kuagizia supu. Ndipo Mwanahamisi akapata supu na chapati 2. Baadaye akapewa na soda baridi. Mwanahamisi akanywa, akabehua, akatabasamu, akamtazama Vandaboy kwa jicho la kumshukuru na jicho la kumpongeza kwa moyo wake. Akamwambia, hakika wewe ni mtu wa Mungu. Wewe ni wale ambao wameshushwa kwenye huu ulimwengu kwa dhamira maalum ya kuwasaidia wale wenye matatizo. Hakika kuna kitu nimejifunza kutoka kwako. Nashukuru sana. Unaweza kuendelea na majukumu yako, kwani mimi nisiwe kizingiti cha kuzuia kuendelea na majukumu yako. Vandaboy akasema, hapana, mimi pia nashukuru kwa wewe kuweza kupata riziki, kwa sababu najua ukimlisha mtu mmoja na mimi pia nitakuja kulishwa zaidi ya mara 100. Hivyo hili ni jukumu langu na ni jukumu letu sote. Akamwambia, pole sana, safari yako inaelekea ya kuwa na majonzi. Sitaki kufahamu nini kimekutokea, lakini naomba nielewe kidogo tu. Ni wapi unakwenda na wewe ni nani? Mwanahamisi akatazama chini, machozi akamtoka, ndipo akainua kichwa. Akasema, naitwa Mwanahamisi. Akamsimulia mkasa mzima, lakini hakumsimulia ni nani alimpatia ujauzito. Ndipo Vandaboy akamtazama Mwanahamisi, akasema kwamba, sikiliza dada, changamoto ni sehemu ya binadamu. Matatizo hayakuumbiwa miti. Mwenye kukosea ni binadamu, na ndio maana binadamu akikosea huonekana. Lakini hakuna siku mti ulipokosea ukaonekana. Hivyo wewe ni binadamu na ni sehemu ya nyama. Na kuomba, hebu punguza munkari, hebu punguza wasiwasi. Halafu naomba nikupeleke nyumbani. Mwanahamisi alikuwa anatamani, lakini alikuwa akiogopa sana. Kumbuka alisaidiwa na mdada na kupelekwa nyumbani, lakini alinusurika hivi punje tu kuweza kutolewa uhai wake. Hivyo alikuwa anaogopa na kuona kwamba mtu kama huyu alivaa suti nyekundu anaweza kunitoa pia uhai. Akamwambia, asante kakangu, asante. Nashukuru kwa ukarimu wako,
nashukuru kwa msaada wako, lakini nashindwa kukubali, ingawa pia nashindwa kukataa. Dunia hii imechafukwa sana. Vandaboy akatabasamu, akasema, naishi na mama yangu. Mama yangu ndiye nguzo yangu. Natamani hata ukamuone. Najipa faraja tu kuona kwamba huenda mama yangu akikuona akafarijika. Naomba wala usiniogope, wala usinihofie. Twende nyumbani. Ndipo Vandaboy na Mwanahamisi wakaenda nyumbani. Kufika mama yake, cha ajabu, alipomwona Mwanahamisi alitabasamu. Mama huyu alikuwa ni mtu anayekaa na huzuni. Zaidi ya mwezi mmoja hakutoa tabasamu. Vandaboy alijitahidi kila namna ya kuweza kumfariji mama yake aweze kutabasamu, lakini ilishindikana. Ni kama alikuwa na maradhi, lakini pia alikuwa na upweke na akili pia zilianza kupungua. Ndipo mama huyu akatabasamu. Vandaboy akamtazama Mwanahamisi, akasema, wewe mwanamke umekuwa ni faraja. Mama yangu kukuona tu ametabasamu. Mama yangu ana tatizo la kutabasamu. Ndipo mama huyu akamwambia mwanawe Mwaluvanda, umeniletea mkwe mzuri sana. Kila siku ulikuwa ukiniahidi utaniletea mke, utaniletea mke. Sasa kumbe mke ndio umeniletea leo, na hakika mke huyu nimempenda. Cheki kisura chake, nimependa mavazi yake, jinsi alivyojistiri. Elelelelele! Mama akaanza kupiga mayoe kwa furaha na kuona kwamba ameletewa mkwe. Akasema, sasa hivi hata nikifa sina tena cha kukulaumu wala sina cha kukuwekea chuki, kwa sababu nimempata mkwe wangu. Mwanahamisi alishiwa nguvu, akawa na tabasamu, lakini pia ni kama anatamani kulia. Hajui kitu gani ambacho kinatokea. Anajiuliza, Mwenyezi Mungu, hii ni miujiza? Hii ni heri ama ni shari? Kama ni shari, naomba uniondoshee shari hii, na kama ni heri, naomba uniongezee heri hii. Mwanahamisi aliomba dua akiamini kwamba Mungu yupo na Mungu anasamehe. Hata dhambi aliyoifanya Mwenyezi Mungu atamsamehe na atamfungulia njia nyingine. Ndipo Vandaboy akamtazama Mwanahamisi na akamtazama mama yake, akamwambia, ndiyo mama, huyu ni mke wangu. Mwanahamisi akazidi kushtuka, akazidi kushangaa. Akamtazama Mwaluvanda, Mwaluvanda akamkonyeza, akamwambia, mama, umempenda mkweo? Mama akasema, yani nimempenda kuliko unavyojielewa wewe. Nampenda zaidi kuliko unavyokupenda wewe. Nimejikuta nimekuwa na amani, nimejikuta nimekuwa na furaha. Njoo mkwe wangu. Mama huyu akamkumbatia Mwanahamisi na kumketisha katika kiti. Akamwambia, mwanangu, kuwa na amani. Kuanzia leo hapa ni kwako. Chumba chenu ni kile. Mwaluvanda akazidi kushangaa, kwani chumba chake anachoishi peke yake. Mama yake anamwelekeza Mwanahamisi na kumwambia, nenda kwenye chumba chako, nenda kakoge, upumzike mwanangu. Pole sana kwa safari, nenda. Mwanahamisi akataka kusema neno. Mama akasema, hapana kusema neno, twende nikupeleke. Akamnyanyua kilazima akampeleka. Huku sebleni Mwaluvanda alibaki na mshangao. Akabaki ni kama mtu mwenye kujiuliza, imetokea nini? Hii imepangwa au hii imejitokeza? Kwa nini nimekutana na binti huyu, na kwa nini yote haya yanatokea? Lakini akajipa moyo, akatabasamu, akasema, liwalo na liwe, hebu ngoja tuone. Lakini ni kama na yeye ameanza kumpenda huyu binti, lakini hajui huyu binti ni kweli au ni mwongo, ni mtu wa aina gani, ni Mtanzania au ni mkimbizi. Alijiuliza maswali sana. Ndipo mama yake alipotoka akatabasamu, akasema, nenda chumbani, nenda kwa mwenzako. Akamnyanyua Mwaluvanda akampeleka chumbani. Ndipo walipokuwa chumbani walikaa kimya. Kila mmoja alishindwa kuanza kuongea na mwenzake, kwa sababu hii imetokea kama dharura, hakuna aliyepanga. Ndipo Mwaluvanda akaanza kuvunja ukimya, akamwambia, nahisi kama anachokisema mama ni cha kweli, na hisi kama natamani kitokee. Mwanahamisi akamtazama, akatazama chini, akamwambia, sidhani kama kinaweza kutokea. Vandaboy akamwambia, naomba usitie ugumu, naomba usitie uzito. Mimi si muongeaji sana, lakini pia ni muhanga katika mahusiano. Umeona mama yangu amekufurahia,
Mama yangu amewachukia wanawake zaidi ya 4 ambao nimedeti nao niliwaleta hapa, na aliwafukuza na alikasirika sana. Hivyo nilikuwa najiuliza ni mwanamke gani ambaye nikimpata mama yangu anaweza kumpenda. Cha ajabu wewe hukuwa mke wangu, lakini ulivyoingia mama yangu amekupenda sana. Naomba usikatae hili. Naomba kuwa kipenzi cha mama yangu. Nafanya yote kwa ajili ya mama yangu. Mwanahamisi akamtazama, akamwambia, kumbuka nina ujauzito wa wiki 2. Vandaboy akatabasamu, akamwambia, wiki 2 ni kama hauna ujauzito. Na kama baba yake ulimwambia na amesema ukimwambia mtu yoyote atakuua, basi nafikiri baba huyo si baba mzuri. Lakini mimi pia nimejitolea kumchukua mtoto huyu. Kama zinavyosema dini, mtoto wa nje ya ndoa hana baba, lakini mimi najivika ubaba kama wewe utakubali. Naomba mimi niwe baba wa kiumbe hiki. Na kuomba sana, naomba uwe mama wa familia hii. Mwanahamisi akatabasamu, akasema, mimi sitaki bila ndoa. Vandaboy akatabasamu, akasema, nakuoa hata kesho. Wewe wala usijali, ni wewe tu kukubali na kuanza maisha mapya. Mwanahamisi akaitika na kutabasamu, akamkumbatia Mwaruvanda. Basi siku zikakatika. Familia ya Mzee Juma alikuwa akitoka kazini kwake, lakini alirudi katika hali ya maumivu makali sana. Maumivu ambayo alikuwa hayajui nini yametokea, ni kitu gani kinachoendelea, lakini kiuno, mgongo ulimshika sana. Ndipo Mzee Juma alishindwa kufanya kazi, akarudi nyumbani kwake mapema. Mke wake akampokea, akamuuliza, una nini mume wangu? Mbona ni kama huna furaha? Hata sura yako haina bashasha. Mzee Juma akasema, ni kweli, najisikia naumwa kiuno na mgongo. Sasa kipindi wanazungumza, wakapata taarifa kwamba Mwanahamisi yuko sehemu salama na ameonekana huko mjini. Ndipo Mzee Juma akamwambia mke wake kwamba nimesikia taarifa Mwanahamisi ameonekana mjini na sijui anaishi wapi. Alinipa taarifa amesema amemwona njiani tu. Ndipo mkewe akaanza kutoka na machozi, lakini Mzee Juma akasema, usitake kunilaumu. Sio kwamba nimekwambia kwa kuwa nimemkumbuka, hapana. Nimefanya stahiki ya kumfukuza kwa sababu mimi ni shekhe, mimi ni mtu wa dini. Siwezi kukubali kuishi na mtoto ambaye amepata mimba, mtoto wa haramu, mtoto wa zinaa. Ndipo mke wake akamtazama, akamwambia, najua mume wangu, lakini kila binadamu ana mapungufu na ana makosa. Mwenyezi Mungu anasamehe. Mimi nafikiri tungemsamehe na Mwenyezi Mungu angemsamehe. Mzee Juma akasema, hapana, siwezi kusamehe mtoto ambaye ametia aibu katika familia yangu. Siwezi kumsamehe mtoto ambaye amekuja kuvunja heshima ya dini yangu. Tena ni bora apotee kabisa. Tena ni bora asingekuwa ni mtoto wangu. Ndipo mke wake maneno haya akashindwa kuvumilia, akanyanyuka, akaingia chumbani kwake. Mzee Juma akabaki peke yake. Pamoja aliongea na maneno haya makali, lakini baadaye alijiuliza, akasema, lakini yuko wapi Mwanahamisi? Pamoja na yote bado ni damu yangu, pamoja na yote bado ni mtoto wangu. Mwaka mmoja baadaye Mwanahamisi amezaa mtoto wa kike, lakini mtoto huyu huwezi amini, amepewa jina na babake Vandaboy. Mtoto huyu anaitwa Queen, tena katoto keupe kazuri, mashallah. Huwezi amini, Mwanahamisi amesahau matatizo yote. Aliona kwamba mtoto huyu ni wa Vandaboy, na aliamini Vandaboy ndio alisababisha kila kitu mpaka kumpata mtoto huyu. Hivyo Mwanahamisi alimpenda sana mume wake. Walioana, ndiyo walioana katika ndoa isiyokuwa na sherehe, ndoa iliyofungwa katika msikiti baada ya swala ya usiku. Ndoa hii Mwanahamisi alikuwa na walii na msimamizi na shahidi wa ndoa. Ndiyo, alitaja mahali yake na akalipwa mahali. Hakuweza kumhusisha mzazi wake kwa sababu mzazi wake alikuwa na hasira naye, alimfukuza. Lakini Mwanahamisi kila alipokuwa akikaa
alikuwa akiwaza familia yake, akisema, nakupenda sana baba yangu, nakupenda sana mama yangu, nyinyi ni wazazi wangu, mna haki kukasirika, najua ipo siku tutaonana tena. Hivyo Mwanahamisi hakuwa na kinyongo wala hakuchukia. Alijua kwamba wazazi wake ni kweli amewadhalilisha na ni kweli ana deni nalo. Basi kipindi hichi ameshika mtoto wake, mume wake akatokea, akaanza kumbusu na kucheza na mtoto. Akamwambia, mke wangu, mama ameshajiandaa, anasema kwamba anataka kutoka na wewe. Basi Mwanahamisi akatabasamu akasema, najua mama anataka nimpeleke ili nikamsaidie kuchagua matunda anayoyapenda. Ngoja nimpeleke mamangu. Basi huwezi amini, walipotoka Mwaluvanda alikaa chini, akasema, ni muda wa mwaka mmoja sasa nimekuwa mtu mwenye amani, mtu mwenye furaha. Mafanikio yangu yameongezeka, wasifu wangu unazidi kuonekana, na nyota yangu inazidi kung'aa. Niliteseka na wanawake ambao walikuwa wakinitesa, wakinidharau, walishindwa kuniheshimu, walishindwa kunitunza kama mume, lakini walikuwa wakinichukulia mimi kama danga tu. Hata mama yangu alijua tabia zao. Niliwatukana wanawake wote, nikiamini kwamba hakuna mwanamke yeyote ambaye anaweza kuwa na tabia njema ya kuweza kuishi na kumtunza mwanaume. Mungu si Asumani, amenikutanisha na mwanamke kwenye mazingira ya udhalili, mazingira ya ajabu. Mwanamke huyu amekuja na kiumbe chake, lakini kumbe ndio mwanamke mwenye tabia njema. Asante Mungu. Kila sababu inayotokea basi wewe ndio umeipanga, na hii ilikuwa ni sababu. Lakini kukutana mimi na Mwanahamisi, wewe Mungu ndio umepanga. Basi huwezi amini, mama huyu alipokuwa barabarani na mtoto pamoja na Mwanahamisi, walikuwa ni watu wenye furaha, wenye amani. Na wakati huu kumbuka, mama huyu na Mwanahamisi walikuwa na gari private. Mwanahamisi alijua kuendesha. Ndiyo, maisha ya ziki yalishaisha, maisha ya hasira yalishaisha, maisha ya mateso yalishaisha, lakini Mwanahamisi yupo katika maisha ya furaha na amani. Tangu amekuja kwa Vandaboy, maisha yao yamekuwa mazuri. Vandaboy aliongeza gari na alimfundisha driving, na sasa hivi Mwanahamisi ndio dereva wa gari yake ndogo. Basi walishuka katika gari na kutafuta maduka mawili matatu. Kipindi wanatembea, basi Mwanahamisi akaona kuna kanzu nzuri inauzwa. Akaitazama ile kanzu, akashindwa hata kupiga hatua, akaanza kutokwa na machozi. Ndipo mkwe wake akamuuliza, una nini leo? Mbona unatazama kanzu halafu unalia? Mwanahamisi hakujibu kitu, akafuta machozi, akamtazama mama mkwe. Akamwambia, natamani ninunue hii kanzu nimpelekee zawadi baba yangu, lakini najiuliza ni vipi nitampelekea hii zawadi baba yangu. Kumbuka kuna mengine mama mkwe anayafahamu, lakini kuna mengine mama mkwe hayafahamu. Akamwambia, mimi naomba nunua, na naamini ipo siku kama dhamira yako umepanga umpelekee baba yako, ipo siku utampelekea baba yako. Ndipo Mwanahamisi akamtazama mkwe wake akasema, hapana, sidhani kama ataipokea. Mkwe wake akamtazama, akamshika mikono, akamwambia, sikiliza, mimi ni mtu mzima na nimefunzwa mambo mengi. Ninachokuhusia ni kitu kimoja. Kama nafsi yako inadhamiria na inaamini kitu hiki atakwenda kukipokea, basi ipo siku Mwenyezi Mungu atafanya miujiza na atakipokea. Na kama nafsi yako haiamini hicho kitu, basi wewe usinunue hiyo kanzu. Ndipo Mwanahamisi akasema, nafsi yangu inaamini, ipo siku nitaongea tena na babangu na babangu atanisamehe. Ndipo Mwanahamisi akanunua ile kanzu na akaihifadhi. Mama yake Mwanahamisi yuhoi kitandani. Huu ni mwezi wa 8 tangu alipopata maradhi, lakini hali yake imeendelea kuwa mbaya. Mzee Juma alizidi kuchanganyikiwa, kwani nyumba nzima alikuwa akiishi yeye na mke wake. Alikuwa yeye ndo anafaa kumpikia mke wake na kumuuguza na kufanya kila huduma za nyumbani. Mwanahamisi alishamfukuza kwa kupata ujauzito, na mdogo wake Mwanahamisi naye aliondoka zake kwenda kutafuta maisha yake.
Na kukaribisha kutazama simulizi hii. Kama unatazama hapa TikTok, naomba njoo YouTube uweze kutazama mpaka mwisho. Na kama unatazama YouTube, naomba subscribe, like na comment. Utakuwa umetisha sana. Twenzetu kazi. Na mama yake Mwanahamisi ambaye ni Mwanahawa. Lakini mke wake huyu miezi 8 kabla ya leo alipata maradhi. Maradhi haya alianzana na kichwa, lakini mara shingo, mara kifua. Hali ikazidi kuzofika na hali ikamfanya ashindwe kutembea. Akawa mtu wa kukaa kwenye kiti na kulala kitandani. Lakini kukaa nako kukamshinda. Akawa ni mtu wa kulala kitandani. Hospitali kila alipopelekwa hakuna maradhi ambayo yalionekana. Lakini nyumbani hali haikuwa shwari. Muda mwingi aliugulia maumivu makali ya mifupa, viungo pamoja na kichwa. Ni nini kinachomsibu? Lakini sio hilo tu. Kilichokuwa kikimuumiza kichwa mzee Juma ni hali ya yeye kuwa muuguzi wa mke wake. Kwani ndugu zake walikataa kwenda kwa mzee Juma. Mzee Juma alituhumiwa kwa makosa ya kutoshirikiana na ndugu zake kwa kigezo cha kuwa na dini ya msimamo mkali. Kwani ndugu zake walipokuwa na shughuli hakushughulika nao. Alisema kwamba yeye hana msimamo huo. Safari hii anapata mitihani na ndugu zake nao wamemwacha peke yake. Mzee Juma alichanganyikiwa kweli kweli. Lakini Mwanahamisi alipata taarifa kuwa mama yake yuhoi kitandani. Alisita kwenda na alisita hata kumpigia baba yake. Kumbuka baba yake siku ya mwisho alimkana na kusema yeye si mtoto wake tena, na hata akifa asiweze kulia, na kama akilia mdomo wake uende upande. Alijipiga kofi na kujikaza kisabuni, akasema siendi. Mungu nisamehe, lakini mimi siendi. Hali kwa mzee Juma ikazidi kuwa mbaya zaidi kwa sababu mgonjwa alitaka huduma, lakini mhudumiaji alikuwa ni mmoja na alikuwa ni mwanaume, naye pia alikuwa tayari kiuno kishaanza kupatwa na maumivu. Wafanyakazi wa ndani walikuja kufanya kazi katika hii nyumba mzee Juma, lakini hakuna hata mmoja aliyechukua wiki 2. Wote walikimbia, kwani mama huyu alikuwa akijisaidia haja kubwa na ndogo hapo hapo kitandani. Ndiyo, ni nani mwenye uwezo wa kuzoa uchafu wa mama mwingine zaidi ya mtoto wako? Haiwezekani. Ndipo mama huyu akamnong'oneza mume wake kwa sauti ya chini ya maumivu na ya ugonjwa mkali, mume wangu, mtafute Mwanahamisi. Mume wake alishikwa na butwa, akaanza kutokwa na machozi, akashindwa nini afanye. Akasema hata mimi mke wangu natamani nimtafute Mwanahamisi. Mawazo hayo yalikuja katika kichwa changu muda mwingi tu, lakini sijui nitampata wapi. Sina mawasiliano yake, lakini sijui alipo. Sasa mke wake akamnong'oneza akamwambia, sikiliza, mtafute Mwanahamisi. Naomba chukua simu yangu, andika namba ya Mwanahamisi umtafute. Mimi namba yake Mwanahamisi ninayo na nilikuwa nawasiliana naye. Kwa hiyo naomba umwambie aje kuniuguza mama yake. Kwa upande wa Mwanahamisi akiwa ameketi na mtoto wake wa kike, sasa hivi amekuwa na umri wa miaka 3. Mtoto huyu alikuwa akicheka na baba yake huku akimchezea nguo. Lakini Mwanahamisi yeye alikuwa akishughulika na swala la chakula. Kipindi huko jikoni, ghafla simu yake iliita. Kuita kutazama anakutani namba ambayo ni kama anaikumbuka, lakini haijaseviwa kwenye simu yake. Akasema, mume wangu, hii namba ni kama yako, wewe ulitumia simu yangu kwa sababu naikumbuka, lakini sikuwahi kuongea nayo. Akampelekea simu mume wake. Mume wake akaitazama ile namba akasema, hapana, mimi pia sifahamu hii namba, wala sifahamu ni ya nani, itakuwa ni ya kwako. Ndipo akapokea. Halo. Hakuamini Mwanahamisi. Ghafla alihisi kusimama sehemu moja. Alitoa macho kama mtu aliyebanwa na mlango. Alitetemeka kama mtu aliyegandiwa na mabarafu. Aliishiwa nguvu mpaka mume wake akatahamaki na kushangaa. Akamfuata na kumwambia vipi. Hakuamini. Anasikia Mwanahamisi akisema, shikamo baba. Baba yake anasema, mwanangu, kabla ya kuitikia salamu yako naomba unisamehe mimi. Unisamehe sana kwa sababu nimechukua maamuzi ya kiungu wakati mimi ni binadamu. Sikutakiwa kufanya ile hukumu niliyoifanya. Lakini najua wewe ni mtoto na mimi ni mzazi. Wanasemaga mzazi hakosei, lakini mimi nimekosea. Ila nakuomba mwanangu, naomba yote aliyopita
yaache yapite, naomba tugange yajayo. Mwanahamisi hakuamini. Kwa mbali tabasamu lilimtoka. Hata yeye alitamani kuwa karibu na wazazi wake. Si kwamba aliwachukia, ila anafahamu aliwakosea. Mwanahamisi ni mwoga sana wa kupigwa, lakini ni mtu sana hapendi kumkera mtu, na ndio maana kwa kuwa aliona yeye ni kero kwa baba yake, hakupenda kwenda nyumbani. Ila si kwamba alikuwa amewasusa au hawapendi. Basi kwa upole akasema, nimekusamehe babangu, na mimi nisamehe pia, nisamehe babangu. Basi baba huyu akasema, mwanangu, nakuomba uje nyumbani haraka. Mama yako yu hoi na anatamani kuona sura yako, na anatamani uje umhudumie. Ndipo Mwanahamisi alipokata simu, basi mume wake akafurahi sana. Akasema, siku ya leo ndio siku nilikuwa naisubiri. Nilikuwa nasubiri kwenda kuwaona wakwe zangu, nilikuwa nasubiri kwenda kuwaona ndugu zako, kwa sababu mara nyingi nilitamani familia zote mbili ziwe na ushirikiano, lakini ushirikiano huu ulikatika kwa muda mrefu kwa sababu ya mapingamizi au mapinduzi yaliyotokea katika maisha yako. Lakini sasa wakati umefika, hakika Mungu yu mwema. Mwanahamisi akasema, ya Mungu yu mwema, lakini najisikia vibaya kwamba niliondoka nyumbani mamangu mzima, lakini nakwenda nyumbani mamangu anaumwa. Inaniuma sana. Natamani angemwona mjukuu wake katika hali ya uzima, acheke naye, lakini leo hii hataweza kumpakata. Mume akamshusha, akamwambia, hebu punguza munkari, punguza hofu, naomba twende haraka. Ndiko wakaanza safari, wakaenda mpaka nyumbani kwa kina Mwanahamisi. Mzee Juma alikuwa amekaa nje ya nyumba yake akilandaranda kushoto na kulia. Yaani ni mtu aliyechanganyikiwa, ni kama anasubiri mtu, lakini hakuamini alipoona gari inaingia. Yeye alipuza kwa sababu katika fikra zake hakuwaza kama Mwanahamisi anaweza kuja na gari au Mwanahamisi anaweza kumiliki gari. Kwa hiyo aliona ni watu wapita njia, lakini haja yake ilikuwa ni kumwona Mwanahamisi. Alitamani sana Mwanahamisi afike. Alitamani sana Mwanahamisi aweze kwenda kwa mama yake. Kwa wakati huu ndio mama yake alikuwa anagoma kabisa kula chakula. Yeye alikuwa akipewa chakula anasema, nataka Mwanahamisi aje anilishe chakula. Hivyo baba huyu alitamani kumwona Mwanahamisi, lakini akadua macho kidogo na kupepwesa na kuangalia mbele. Akaona anatoka kwenye gari ni Mwanahamisi. Anaona na kijana anatoka mmoja smati, mwenye suti, anaonekana nadhifu, lakini na katoto kama miaka 3. Baba huyu alikodoa macho. Basi mpaka Mwanahamisi alipofika akamwambia, shikamoo baba. Baba huyu akamwambia, marhaba mwanangu. Huyu ni nani? Akasema, huyu ni mtoto wangu. Akapiga goti mzee, akalia sana, akasema, mke wangu, nisamehe mke wangu. Mke wangu, sikujua kama nitakuja kukuona au nitapata mke mzuri kama wewe. Akambusu kwenye paji la uso. Baada ya hapo akamwambia, mamako yuko ndani, tutatambulishana baadaye. Basi Mwanahamisi akaenda mpaka ndani. Baada ya kwenda ndani akamuona mama yake. Mama yake akamuona Mwanahamisi. Kwa mara ya kwanza mama huyu akatoa tabasamu lililoandamana na chozi, lakini alimuita Mwanahamisi kwa ishara, kwa sababu hakuwa na nguvu hata kunyanyua mkono, hakuwa na nguvu hata ya kutoa sauti kubwa. Mwanahamisi akaenda. Alivyokwenda Mwanahamisi, huwezi amini, basi mume, baba, wote walikuwa na furaha na kuona mama huyu kumbe anapata nafuu. Depression pia ilikuwa ikimsumbua sana mama huyu. Basi Mwanahamisi akamkumbatia mama yake na kutega sikio katika mdomo kusikiliza mama yake anasema nini. Ndipo mama yake akamwambia Mwanahamisi, mwanangu, nashukuru nimekuona. Nilikuwa nakusubiri wewe tu ufike ili niweze kukuaga. Naomba mpaka leo mimba yako ni siri, hatujui nani amekupatia. Basi mimi nakufa, lakini naomba iendelee kuwa siri. Usimwambie mtu yeyote nani amekupatia. Baki wewe na siri yako, kwani ndilo agizo la Mungu aliyeumba dunia. Ghafla hakusikia neno hata moja. Ndipo Mwanahamisi akainua kichwa chake na kumwona mama yake amekata moto. Oh my God. Mama huyu alikuwa amefariki huku akitabasamu, huku jicho lake akiwa amefumba kama mtu aliyelala. Lakini huwezi amini, mkono mmoja alikuwa amenyosha kwa mume wake kama anamuaga. Mzee Juma hakuamini kilichotokea. Alikaa chini na kutetemeka.
alilia kwa uchungu, aligaragara sana, lakini Mwaluvanda alihuzunika. Hakupenda kuona mkwe wake anaondoka mbele ya macho yake, ingawa alifurahi pia kumuona mkwe wake kabla ya mauti wake. Kwa hiyo vyote vilichanganyikana. Kwa hiyo hakuwa na mtu mwenye maamuzi. Alibaki kimya na alikaa kitako. Alishindwa nini cha kufanya. Taarifa zikaenea, msiba, kila mtu akafahamu. Kama unavyojua, ugonjwa watu watakutenga, lakini kwenye msiba watu watakupenda. Watu walitoka sehemu mbalimbali wakahudhuria katika msiba kuja kumzika huyu mama. Hatimaye wakamzika. Msiba ukiisha, vilio vilikuwa vingi, huzuni zilikuwa nyingi. Waliondoka, waliobaki katika matanga walibaki. Lakini Mwanahamisi siku zote hizo hakusema neno. Alikuwa ni mtu kama aliyechanganyikiwa, mwenye maumivu makali kwenye moyo wake, lakini aliishi na neno la mwisho mama ake alilomwambia. Basi baada ya wiki moja, lilotokea limetokea. Kila nafsi itaonja umauti. Wakaanza taratibu kujishughulisha na shughuli zao. Kipindi chote hiki Mwanahamisi na mume wake waliendelea kuwepo kwa Mzee Juma. Ndipo baadaye jioni moja, Mzee Juma alikaa peke yake. Akamuita Mwanahamisi, akamwambia, naomba unitie mumeo niongee naye. Basi huwezi amini, akatoka na Mwaluvanda, wakakaa nje ya nyumba. Akamwambia vitu vingi, akamhadisia mambo mengi. Akasema, ushauri wangu, nataka umwamini sana Mungu na umwabudu sana Mungu, lakini pia nataka uishi kutokana na mazingira yaliyopo. Kuna vitu viwili tunachanganya. Kuna mazingira ya jamii tulizopo, halafu kuna mafundisho ya dini tulizonazo. Wakati mwingine ukitumia sana dini katika mazingira sio sahihi, utajikuta unagombana na kila mmoja, hutoelewana na watu. Ni kama mimi nimemuguza mke wangu peke yangu kwa sababu ya kujiona nina msimamo. Sijilaumu kwamba nimekosea, ila nilikosea kwa sababu sikutumia hekima na akili ambazo Mungu alinipa. Hivyo nakuomba mwanangu, nimekukabidhi kabisa. Wewe ndio mume wake wa halali, hata na mimi nikifa leo, ila naomba umuongoze katika dini. Hakikisha binti huyu afanye ibada, lakini hakikisha binti huyu umtunze vizuri, ila nakushukuru sana. Ndipo Vandaboy akamwambia mzee, kwanza mimi nashukuru kwa kile ambacho wewe umeniambia. Sikutegemea kama masikio yangu leo atasikia maneno mazuri, tulivu, yenye kuburudisha ubongo wangu kama hayo wewe uliyatoa. Hakika mzee, umenena maneno mazito sana. Lakini nikwambie tu, mimi nampenda kweli Mwanahamisi na nimemuoa Mwanahamisi kisheria. Ingawa hukuwepo, lakini dini tuliambiwa inaruhusu mwanamke kama mzazi wake hayupo kutafuta msimamizi. Hivyo imamu wa msikiti alikuwa msimamizi wake, na kama wewe umetoa baraka zako pia nashukuru. Akasema, lakini naomba mzee pia umsamehe Mwanahamisi. Mzee Juma akasema, nimeshamsamehe na ndio maana amekuwa na baraka. Asingebarikiwa kama asingesamehewa, kwa maana yuko baraka nyingi, mtoa baraka nyingi ambaye ni Mungu ambaye mweza wa vyote, muumba mbingu na ardhi. Kama ameweza kumfanya Mwanahamisi kuwa na furaha, kuwa na familia iliyokuwa bora, kuwa na afya alionayo na umuona nayo, basi hakika Mungu pia amemsamehe. Mimi pia nimejifunza kuanzia sasa, naishauri familia iweze kutuliza hasira pindi inapopatwa na jambo zito. Pindi binti yao au mtoto wao anapokutwa na jambo zito, aidha ujauzito au lolote lile, basi kabla ya kuchukua maamuzi ya kumfukuza, wanatakiwa wafanye subira. Ikiwezekana wafanye dua, maombi, ikiwezekana mtu hata afunge, ili kufanya maamuzi yaliyokuwa sahihi. Kwani kuna wakati tunawalaumu binti zetu, lakini mazingira tunayowapeleka yana vihatarishi vingi, yana vishawishi vingi, hivyo inakuwa iko nje ya uwezo wao. Basi maneno haya yakampendezesha Vandaboy. Ndipo Vandaboy akamuita baba yake akasogea kwa kwa Vandaboy. Vandaboy akamwambia, mzee, mimi nakuahidi mtoto wako yuko sehemu salama kabisa, na mtoto wako yuko huru. Muda wowote unaotaka aje kutembelee, atakuja kukutembelea. Baada ya hapo
Vandaboy akaingia chumbani akamwita Mwanahamisi. Mwanahamisi alipotoka akakaa na babake. Ndipo Mwanahamisi akamwambia babake, babangu, nilipanga nikikukuta au tukionana nizungumze mambo mengi sana, na nilipanga nikwambie mambo mengi sana, na nilipanga nikwambie siri nyingi sana kuhusu mimi na kuhusu ujauzito wangu. Lakini nilipofika hapa, mama yangu neno lake la mwisho aliniambia nisiitoe hii siri, ibaki kuwa ni siri yangu. Kwa hiyo naomba unisamehe babangu, sintokuambia chochote kuhusu ujauzito, ila naomba kukwambia kwamba mtoto huyu sasa ana baba yake ndo huyu. Basi huwezi amini, Mzee Juma akasema, wala hauna haja ya kuniambia, kwa sababu dini inasema amelaaniwa mwenye kutoa siri. Kama umeamua kuwa siri na umeshatubia kwa Mola wako, ibakie kuwa siri yewe na Mola wako, hata mimi usiniambie. Ila mwanangu, nimejifunza na umenifundisha, na hakika tangu nimekuzaa ulikuwa funzo katika mitaa. Watoto wote walikuiga, wazazi wote walitaka wewe mfano, lakini kumbe Mungu alikupa mtihani na mimi pia niwe mwalimu wangu. Yani kwa sasa wewe ni mwalimu wangu. Pia umenifundisha namna gani ya kupokea mambo, namna gani ya kusuluhisha mambo, namna gani ya kutuliza akili. Asante mwanangu, na Mungu akubariki sana. Hadithi yetu inaishia hapa, na mimi umeburudika na kujifunza. Kama umependa hadithi hii, basi tunaomba usikose kutazama hadithi zijazo, kwani kila hadithi itakuwa inasisimua na inafundisha. Asanteni, tuonane next time.